msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshirika Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo na mimi Frateri Benjamin Adolf Nyahuma kutoka Jimbo Katoliki Kigoma, mwaka wa pili wa teolojia. Mada ya leo ni Mama Maria mfano bora wa uvumilivu wa mama katika familia. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Mpendwa msikilizaji, leo naomba tuanze kumfahamu kwanza Mama Bikira Maria ni nani kwa ufupi. Jina Maria lina maana ya anayependwa kwa lugha ya Kilatini. Wazazi wake ni Joakimu na Ana. Mungu alimpenda akamstahirisha utakatifu kuliko watu wote, na hivyo akapendeza machoni pa Mungu, lakini pia machoni pa wanadamu. Mama Maria anaitwa mtakatifu, lakini utakatifu huu aliupata kwa sababu mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, aliteuliwa kumzaa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo kwa uwezo pekee wa Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 18. Bikira Maria alimzaa Yesu Kristo, lakini pia alimlea vizuri kama mama au mzazi kama walivyo wazazi wengine, na hasa kwa sababu yeye alimzaa mwana wa Mungu aliye Mungu wake pia. Hivyo anapata sifa ya kuitwa mama mtakatifu wa Mungu, ambaye amechangia wokovu kwa kukubali mpango wa Mungu aliyetaka mzae mwana, amlee na kumfuata msalabani. Pili, Mama Maria mtakatifu pia alikingiwa dhambi ya asili. Mama Maria alikingiwa dhambi ya asili ili aweze kumzaa mtakatifu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu huwezi kuzaa kilicho kitakatifu wakati wewe sio mtakatifu. Daima kitu kisafi akiwezi kutoka kwenye chombo kichafu. Kumbuka, mti mzuri huzaa matunda mazuri. Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 17. Mfano, maji safi yakihifadhiwa kwenye jagi au mtungi mchafu, lazima maji yachafuke. Hivyo Mama Maria alikingiwa dhambi ya asili ili aweze kumzaa mwana wa Mungu aliye mtakatifu. Tatu, Mama Maria ni mtakatifu kwa sababu alipalizwa mbinguni mwili na roho. Hii ni hadhi aliyopewa na Mungu baada ya kumzaa nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu ambaye ni Mungu Mwana. Lakini pia sio alimzaa mwana wa Mungu, lakini pia alimpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa nguvu zake zote, kwa sababu Bikira Maria alishika torati ya Musa
kama Myahudi kweli kweli, akimfundisha mtoto kwa bidii, na Yosefu nyumbani alipotembea njiani na hata alipolala. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 4 hadi aya ya 6. Lakini pia Bikira Maria licha ya kuwa mtakatifu aliitwa au alipewa sifa nyingi mbalimbali, hasa alichukuliwa au alipewa sifa ya kuwa mkuu wa mabikira, lakini pia mama wa neema ya Mungu, pia mama wa matumaini, mama wa kanisa, mama wa huruma, mama mwenye usafi wa moyo, kioo cha haki, lakini pia alipewa kama malkia wa familia. Hizo ni sifa baadhi ambazo mama yetu Bikira Maria alikuwa au alipewa kwa hadhi ya kumzaa mwana wa Mungu. Basi naomba tuangalie neno uvumilivu, kwa sababu mada yetu ni Mama Maria mfano bora wa uvumilivu wa mama katika familia. Tuangalie mtu mvumilivu ni mtu gani, au uvumilivu ni nini? Uvumilivu kama fadhila ya kibinadamu unamaanisha uwezo wa kustahimili matatizo na subira au changamoto au maumivu bila kukata tamaa kwa haraka. Lakini pia uvumilivu ni kuwa na subira kwa utulivu bila hasira au kuchukua hatua za haraka. Lakini pia uvumilivu ni kusamehe, kuvumilia tofauti za watu wengine, tabia zao, kauli zao au mitazamo yao. Uvumilivu pia ni kudhibiti hisia ili kufanya maamuzi yenye busara hata katika mazingira magumu. Kwa ufupi, uvumilivu ni nguvu ya ndani inayomsaidia mtu kubaki mtulivu, thabiti na mwema licha ya vikwazo vinavyoweza kujitokeza katika maisha. Uvumilivu ni fadhila kwa sababu humjenga mtu kuwa na ustahimilivu, hekima na uhusiano bora na wengine. Kwa vyovyote vile, mtu mvumilivu lazima awe na subira, ujasiri, busara, upendo na unyenyekevu. Katika muktadha wa kifamilia, uvumilivu ni kuwakubali na kuwapenda wanafamilia wenzako kwa jinsi walivyo, kwa sababu kuna msemo unasema ukilipenda ua la waridi basi ukubali na miiba yake. Familia ni nini? Familia ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke walioungana katika ndoa pamoja na watoto. Mungu kwa kumuumba mwanamume na mwanamke alianzisha familia, na wanafamilia huwa ni binadamu walio na hadhi sawa. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27 inasema, basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu aliwaumba mwanamume na mwanamke. Hapo moja kwa moja Mwenyezi Mungu alianzisha familia kwa manufaa ya wanafamilia wenyewe na jamii kwa ujumla. Kwa vyovyote vile familia itakuwa na majukumu, haki na wajibu mbalimbali. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2201 hadi 2203. Familia lazima iishi hivi kwamba wanafamilia wanawajibika kwa kutunzana wao kwa wao na wanajamii pia,
hasa vijana, wazee, wagonjwa, walemavu na maskini. Nini maana ya familia katika muktadha wa Kikristo? Familia ya Kikristo ni kanisa ya nyumbani ambayo ni familia yenye imani, matumaini na mapendo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 21 hadi sura ya 6 aya ya 4. Familia ya Kikristo ina ishara ya umoja wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mfano wa familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Mama Maria ni mama wa kila kanisa la nyumbani kwa kila familia ya Kikristo. Mama huyu anajua uhalisia wa maisha ya familia kwa sababu yeye mwenyewe aliishi maisha ya familia. Mama Maria anatuonyesha jinsi ya kukumbatia maisha yetu ya kila siku kwa namna ile ambayo yaweza kuturuhusu wenyewe kuwa njia ya uongofu katika upana wake. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 963 inasema Bikira Maria anatambuliwa na kuheshimiwa kama mama kweli na Mungu na kama mama kweli wa Mungu na mkombozi. Yeye pia ni mama kweli wa viungo vya Kristo kwa sababu alishiriki kwa mapendo yake kuzaliwa kwa waumini ndani ya kanisa ambao ni viungo vya kichwa hicho. Kwa mtazamo huo, kila familia ni kanisa la nyumbani ambamo sala mbalimbali hufanyika kama vile sala za asubuhi, sala za jioni, sala za shukrani kati ya wanafamilia wanaoombeana, kila mmoja kumshukuru mwenzake kwa fadhili, wema, mahitaji ya msingi anayosaidiwa na mwenzake kupata kwa ajili ya familia, na wote kwa pamoja kumshukuru Mungu kwa majaliwa hayo. Tuone wajibu wa wanafamilia kila mmoja, tukianzia na wajibu wa baba katika familia. Wajibu wa kwanza kabisa katika familia, baba inapaswa awe mtii au atii neno la Mungu. Mfano mzuri ni Mtakatifu Yosefu ambaye alitii neno la Mungu alipoambiwa aondoke kwenda kukimbilia Misri ili aponye roho ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ilikuwa inawindwa na mfalme ili kumuua. Lakini pia baba anapaswa kuhudumia vema familia yake. Baba anapaswa kumpenda mke wake. Baba anapaswa kuwafundisha watoto wake kulingana na mienendo mizuri ya Kanisa Katoliki, lakini pia na jamii kwa ujumla. Baba anapaswa awe mwaminifu kwa mke wake. Lakini mwisho pia baba inampaswa awe na kiasi. Wajibu wa mama katika familia. Mama inampaswa kushughulikia mahitaji ya familia. Kitabu cha Methali sura ya 31 aya ya 15. Mama awe anatunza watoto wake. Kitabu cha Methali sura ya 22 aya ya 6. Mama awe mwajibikaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 14 hadi aya ya 15. Mama awe mwenye kiasi na mwenye usafi.
Lakini pia mama ni mtunzaji wa nyumba. Waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura ya 2 aya ya 5. Mke amtii Mungu. Mama pia anapaswa kuhudhuria misa, novena na mazoezi mengine ya kiroho ili kukabidhi nyumba yake kwa Mungu. Kuna kina mama wengine wanakabidhi nyumba zao kwa waganga wa kienyeji wakifikiri kwamba wanaweza kuwa walinzi wa nyumba zao, wakisahau kwamba Mungu asipoilinda nyumba, wailindao wanajisumbua bure. Zaburi 127 aya ya 1. Lakini pia mama awe mtii kwa mume wake. Wajibu wa watoto katika familia. Watoto wanapaswa kumpenda Mungu. Watoto wanapaswa kuwapenda wazazi wake. Watoto wanapaswa kuwapenda wazazi na kuwatii. Amri ya 4 ya Mungu inasema, waheshimu baba na mama mpate miaka mingi na heri duniani. Lakini pia watoto wanapaswa kukua kwa kimo na hekima kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa kwa hekima na kimo. Lakini pia mwisho kabisa katika wajibu wa watoto ni kuwaombea wazazi wao. Ndugu msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi sasa, kipindi hewani ni Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada yetu ya leo ni Mama Maria, mfano bora wa uvumilivu wa mama katika familia. Basi tunaingia katika kuonesha Mama Maria ambavyo ni mfano bora wa uvumilivu katika familia. Mama Maria alikubali kwa imani na uvumilivu katika kuchukua mimba ya mtoto Yesu. Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 38. Katika kipindi cha kutangazwa kwake kuwa mama wa mtoto Yesu, Mama Maria alikubali mapenzi ya Mungu kwa unyenyekevu mkubwa. Hii ilikuwa ni hali ngumu sana, kwa sababu alijua kuwa kwa kukubali kwake ilikuwa ni kukubali aibu kubwa katika jamii, ingawa aliambiwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa Mungu. Mfano mdogo wa mke aliyekuwa akigombana na mume wake kila siku. Baada ya mume wake kulala na watoto wake, alipanga kwenda kwenye familia jirani ili aweze kujua waweze kumshauri namna ambavyo anaweza kuachana na mume wake. Alipofika kwenye familia ya kwanza, alikuta wanasema, Mungu tusaidie tupate chakula cha usiku. Alipoenda kwenye familia nyingine, alikuta mama anawaambia watoto wake, leo baba yenu ataleta chakula. Alipoendelea kwenye familia nyingine, kabla hajafika, alisikia mama anawaambia watoto, laleni, baba yenu hayupo, lakini Mungu atawalinda. Yule mwanamke aliguswa, akajua kuwa kuna familia nyingi zina changamoto, mfano ukosefu wa chakula, pesa, ulinzi na magonjwa. Naye aligundua kuwa alikuwa anagombana na mume wake pasipo sababu ya msingi. Hivyo alirudi nyumbani
akaishi na mume wake kwa heshima. Kwa hitimisho, ndugu zangu, katika familia tunaombwa kuishi kadiri ya maneno ya hayati Papa Francisco ambaye alisema maneno kama tafadhali, samahani na asante ni muhimu sana ili kuwepo maelewano katika familia na maisha yawe ya amani, upendo na furaha. Nawaalika akina mama wote kujifunza kutoka kwa Mama Maria ambaye alionja shida, furaha, adha, machungu katika familia yake huko Nazareti, lakini hakukata tamaa. Pia nawaalika kuwa walezi na walimu wa dini kama katekista kwa watoto, ukiwafundisha sala na maadili. Kumbukeni kuwa Mama Maria anajua yote kuhusu magumu na nafuu katika familia zetu. Hivyo ni mwombezi wetu wa daima na malkia wa familia na kanisa la nyumbani. Bikira Maria, malkia wa familia na kanisa la nyumbani, utuombee. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na mshirika Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndiyo tumefika tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi tena kwa siku nyingine, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami Frateri Benjamin Adolf Nyahuma wa Jimbo Katoliki Kigoma, mwaka wa pili wa teolojia, kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga. Ukiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe mfupi kwa namba 0756478178, 0756478178. Na sasa tuhitimishe kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina.